Sasa bwana, kwenye chanzo kimoja nilikitafuta muda si mrefu, za ndani kabisa kwenye safu ya kikaango kule Yanga kule, ikawa inaeleza, lakini yeye hakutaka kutajwa jina, kwamba bwana huyu Girimugisha huyu tayari bwana, tayari kila kitu kiko sawa. Hivi umezinyaka pia taarifa hizo na wewe bwana Salamba? Mimi pia nimezipata, na nafikiri hata nyuma nilishawahi kuripoti kwamba ile issue ya kwenda kule Libya haikuwa imekamilika, kwa sababu nilikuwa nafahamu bado viongozi wa Yanga walikuwa wanapambana kuhakikisha kwamba wanamsajili. Sababu nilikuwa kwamba Yanga watasajili maingizo machache, lakini wachezaji ambao watakuwa na impact ya moja kwa moja. Watachukua nyota karibia 5 maximum mpaka 6. Lakini nyota ambao wanakuja kuanza moja kwa moja na nyota ambao wana reflect michuano ya kimataifa. Kwa hiyo miongoni mwa maeneo ambao walikuwa wanasajili ilikuwa ni maeneo ya winga zote mbili, kwa maana kulia na kushoto. Na tayari winga moja wameshampata, na kijana tulimposti na bado hajamtambulisha. Na pendekezo la pili lilikuwa la Girimugisha, dili ambayo dili kubwa ambayo ilikuwa inatakiwa itumike fedha nyingi, na uliendelea kufanyika ushawishi mpaka jana 90% ya dili ilikuwa kwenda kwenye kukamilika. Mambo mengi ya msingi walikuwa wameshakubaliana, na mchezaji alikuwa amerejea Rwanda, yupo, na palikuwa pana uwezekano wakati wote wa kuweza kuanza safari ya kuja kumisha dili yake na klabu ya Yanga. Kwa hiyo kwa 10% nyingi anaweza katoa Jangwani. Kwa nini nasema 10% nyingi? Kwa sababu kwa siku ndio mpaka usajili utakapotangazwa ndio dili inakuwa limekamilika. Sababu anytime mwanzo mkaenda mkakubaliana kila kitu, lakini dakika mwisho ikatokea timu nyingine wakaje wakaharibu. Lakini mpaka sasa tunapozungumza manake 90% anaweza kujiunga na wananchi kwa dau kubwa kabisa. Wakati nafuatilia kwenye vyanzo vyangu nikaambiwa mzigo ambao Yanga wameutoa ni dola milioni 1.8. Za ukichange hiyo mzigo huo kweli, si ndio watakuwa wa kwanza kusajiliwa kwa dau hilo, au kuna mtu ambaye manake ni dola milioni 1.8 hapo? Nafikiri hata kuwa wa kwanza, kwa sababu hata huyu ambaye ametokea kule Saudi Arabia naye amesajiliwa kwa gharama kubwa sana. Okay. Nafikiri ndio level ambazo Yanga sasa wameamua kwenda nazo, sababu ili uweze kupata mafanikio katika michuano ya kimataifa ni lazima uweze kuspend. Na mimi nimekuwa nikisema kwamba usajili sio kamari, lakini timu ndio inaamua kufanya kamari kutokana na kile ambacho iko nacho. Si kwamba dunia ina wachezaji wapo, lakini gharama yake ni kubwa. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Kwa hiyo Yanga wameamua kuingia sokoni kwenda kutafuta nyota ambao watakuja kulifanya kile ambacho wanahitaji. Kwa hiyo ni kweli hata mimi nilipata hivyo kwamba ni 1.8 bilioni kwa milioni, ambayo almost inakwenda kama kwenye bilioni 4, lakini pia salary yake inakwenda kurange kwenye dola 40,000 ambazo alikuwa ametoa offer, lakini alikuwa anataka apate dola 60,000. Kwa mazungumzo yamekuwa yakiendelea. Kwa hiyo kwa ufupi, kama ni 90%, maana yake ni wazi dhahiri shairi kwamba Girimugisha tayari huyu ni Yanga tu. Sasa uwezo ukasema tayari mpaka pale ambako klabu itakwenda si 90%. Ndio nilikwambia hivi kwamba hata kama zingekuwa 99, kuna watu walishachukuliwa mpaka wakapiga picha na baadhi ya timu, unaweza nakumbuka, lakini baadaye hawakuweza kucheza. Kwa hiyo ni kuna mambo mengi yanakuwepo katika mambo ya usajili. Kuna vitu vingi vinakuwa vinaendelea. Kwa hiyo siku ukiona klabu imemtambulisha official, hapo ndio unaweza kusema okay, deal imekamilika, kwa sababu ushindani ni mkubwa. Timu nyingine kutoka Libya zinamhitaji, wamekuwa wakiwapigia simu wakala wake. Kwa hiyo bado mvutano upo, lakini Yanga wamekaza, na nafikiri wana bonus nyingi na masuala mengine mengi ambao wameweza kumshawishi, sio tu kwa maana ya fedha. Vitu vingi ambavyo wameweza kumwahidi ndio vimemfanya aweze kufikiria klabu ya Yanga. Na hata jana alikuwa yuko Rwanda akiendelea mpaka mengine, lakini nafikiri muda wote kuanzia hivi tunavyozungumza anaweza akaja kwa ajili ya kwenda na timu nyingine. Umenikumbusha hapo uliposema kuna mtu anaweza akapigwa na picha hivi na hivi, lakini ikawa tofauti. Hivi ulishawahi kusikia kinachoendelea kati ya Simba na Chobwedo? Manake kwa mbali nilisikia kama kijana na nafikiri ni miongoni mwa mfano mizuri ambao unaweza ukazungumzia. Ndio. Unakumbuka ilikuwa ni kama biashara imekamilika, lakini mpaka sasa hizi ukiangalia ni kama deal off. Hapo tunapozungumza. Kwa hiyo ni majeraha Chobwedo Sasa hapa maana yake haieleweki. Kama juzi ulimsikia msemaji wa TRA alikanusha kwamba sio majeraha, lakini kinachoonekana kwa mujibu wa
wa msemaji ni gharama ambayo walikuwa wanahitaji kuweza kumwachia. Okay. Kwa hiyo nafikiri hizi sajili zitakuwa na mambo mengi sana. Walikuwa mpaka pale kutangaza timu ndio unakuwa uhakika. Na Sharulile, kwa sababu kuna watu wamechanganyikiwa, maana unajua watu watetesi marai wanamvalisha jezi za Yanga Sharulile, kesho watamvalisha za Simba, kesho kutwa Azam. Ili nao pia ushalinyaka bwana. Nilizungumza kwamba ni ngumu kutokana na dau ambalo alikuwa, kwa sababu option yake ya kwanza ilikuwa ni kwenda Libya. Ndio. Na fedha ambazo zilikuwa zimewekwa kule zilikuwa ni fedha nyingi sana ambazo sio rahisi kuweza kuziafford. Kwa sababu yeye unajua kuna tofauti kati ya Sharulile na Gilimugisha. Ndio. Sharulile yeye anakwenda kumalizia mpira kwenye kile ambacho anacho. Gilimugisha yeye bado ni kijana ambaye anasafari kuweza kuendelea mbele. Kwa hiyo kuna wakati mchezaji anaweza kaamua kutafuta njia sahihi ya mafanikio, lakini Sharulile anakwenda kustaafu, anatafuta fedha ambayo ya kwenda kustaafia. Kwa hiyo uwezo ukatoa mbadala mwingine yote zaidi ya fedha ambayo anahitaji. Yeye anataka mzigo. Kijana akiwa mdogo unaweza kumwambia bwana, sikiliza, ukifika hapa ukawa na ushawishi, kuna hiki na hiki na tutakuuza katika maeneo haya, baada ya mwaka mmoja miaka miwili anaweza kaelewa akacheza na akakubali kupunguza kile ambacho alikuwa anakihitaji. Lakini kwa mtu kama Sharulile, maana yake yeye anataka asaini miaka yake miwili ya kwenda kustaafu soka. Kwa hiyo gharama ambayo alikuwa amehitaji, ndani kama Simba na Yanga wanaweza kuafford, lakini kwa kule ambako walikuwa wanamhitaji wamfikia sehemu nzuri. Lakini kama ingetokea amefeli, basi alikuwa anajiunga moja kwa moja na klabu yake. Huyu Gilimugisha, wakati napitia klipu zake, ingawa nilimuona katika michuano mbalimbali, nikachanganyikiwa kweli, nikatoa na kofia nikaiweka chini. Si atakuwa anawapima umri mabeki? Hebu tupe za sifa za Gilimugisha, mtu aweze kumjua, manake jina lake limezungumzwa sana. Yanga itanufaikaje? Pengine quality yake ikoje? Huyu ni kiungo mshambuliaji ambaye anaweza akacheza kama namba 10, anaweza akacheza winga zote mbili, lakini sifa yake kubwa ni mchezaji ambaye ana kasi na maarifa ya kuweza kuwatoka walinzi, lakini na uwezo mzuri wa kuweza kufunga akiwa anakimbia na mpira. Kwa hiyo unaweza kuona kama ni mtu ambaye kuna wakati unaweza kumtumia kama mshambuliaji namba 2 kwa maana namba 10, kuna wakati unaweza kumtumia kama namba 11 au namba 7, lakini anakuwa na kati kuingia ndani huko akiwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kuwapunguza walinzi katika mazingira ya 1v1. Obviously anakuwa na 80% ya kuweza kuwini na kuweza kuingia. Kwa hiyo ni kijana ambaye kama unampata, maana yake unakuwa una assurance ya kuweza kutengeneza magoli na assist ambazo jumla hazipungui 30 kwa msimu kutokana na kile ambacho anakifanya.